Na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kwa upande wa Tanzania bara amemkumbuka kiongozi wa kanisa Katoliki duniani aliyefariki dunia Papa Francis kama mpenda haki na amani na mwenye kupigania maslahi mazuri ya wananchi duniani kote. Heche ameyasema hayo siku ya leo hii kwa maana Jumatano asubuhi alipotembelea ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kutoa salamu za rambirambi na kusaini kitabu cha maombolezo. Papa ni mtu aliyependa haki, maelewano katika jamii na ni mtu aliyesisitiza katika kuwapigania wanyonge, ameeleza John Heche na nimeweza kumnukuu. John Heche ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa Tanzania bara ambaye alichaguliwa mwezi Januari kuchukua nafasi hiyo, akichukua nafasi ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kipindi hicho Tundu Lissu, ambaye yeye aliweza kuchaguliwa katika uchaguzi huo kuwa ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa taifa la Tanzania. Na Papa Francis ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ambaye alifariki dunia siku ya tarehe 21 kwa maana siku ya Jumatatu ya Pasaka saa 1:35 kwa saa za Vatican, ambapo alikuwa akisumbuliwa kwa muda mrefu na maradhi ya pneumonia na ameweza kufariki dunia, na taratibu za kumtafuta papa mwingine hivi sasa zinaendelea. Na imekuwa ni taarifa ambayo imeweza kuvuta hisia za watu wengi kutokana na John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, siku ya hapo jana kukamatwa na jeshi la polisi, na lakini ilipofika majira fulani ya usiku akaweza kuachiliwa, na yeye anadai kwamba alikamatwa kihuni na akaachiliwa kihuni. Na pia kanisa Katoliki nchini Tanzania walitoa kwamba siku kuanzia wiki hii mpaka tarehe 27 zitakuwa ni siku za kuenda kuomboleza pale katika ubalozi wa Vatican uliopo katika kanisa la St. Peter's pale jijini Dar es Salaam. Utakwenda pale, utasaini kitabu cha maombolezo kwa mtu yeyote ambaye anawiwa kwenda kuomboleza kifo cha Papa Francis. Kwa hiyo naona John Heche ameweza kutii agizo hilo, lakini pia inakuwa ni kwa sababu Papa Francis ni mtu ambaye alikuwa akihusika na masuala mazima ya kupigania haki za wanyonge ulimwenguni kote. Alikuwa akifika katika maeneo mbalimbali ambayo anakuwa na migogoro na anahakikisha kwamba anajaribu kurudisha amani. Kwa hiyo na wao kama Chadema wamekuwa kijinasibu kuwa ni watetea haki za Watanzania, basi imekuwa ni sehemu ya kumkumbuka mtu ambaye alikuwa anafanya jukumu ambalo hata wao wamekuwa wakilifanya hapa nyumbani Tanzania. Lakini pia nakuja ni kwa sababu baraza la maaskofu kwa upande wa Tanzania wamekuwa ni watu ambao na wao wamekuwa wamenyoka kwenye kupigania haki, kwa sababu utakumbuka siku za hivi karibuni TEC walitoa waraka ambao ulikuwa unaonesha kuachiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye yeye alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma wakati akiwa anaendelea na shughuli za kueneza agenda no reforms no election. Kwa hiyo Chadema wamekuwa kama wana ukaribu fulani na kanisa Katoliki, kwa sababu kanisa Katoliki halijaamua kufanya vitu ambavyo pengine vile kwenda kinyume na kile ambacho wao wanakuwa wanakiamini. Wameamua kukaa kwenye mstari ambao Chadema na wao wapo humo. Kwa hiyo imekuwa ni kama watu ambao wamekuwa wakishirikiana katika mambo fulani ya kulijenga na kulitetea taifa la Tanzania. Ameweza kuzungumza vitu vingi ambavyo vinamhusu Papa Francis, lakini kubwa ambalo tumeweza kuondoka nalo ni kwamba Papa alikuwa ni mtu ambaye anapenda haki, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye kupigania maslahi mazuri ya wananchi duniani kote, kitu ambacho ni hakika ndiyo alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Alikuwa akihakikisha kwamba dunia inakuwa katika maelewano, alikuwa akihakikisha kwamba wanyonge wanapata haki, alikuwa akihakikisha kwamba wanyonge wanajihisi na wao ni sehemu ya ulimwengu huu. Bwana, hii ni Mbayu TV, ni kusi kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Lakini pia pale Instagram tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, tu follow huko kwa ajili ya kuzungumza vitu vingi zaidi.